Nataka niseme kitu kimoja, Wanampanda. Tumekuja kwa mambo mawili. Katiba mpya na free Tundu Lissu. Ndugu zangu Wanampanda, Tanzania inahitaji haki na inahitaji uwajibikaji. Taifa la haki ni taifa ambalo linalo maendeleo. Taifa ambalo linalo maendeleo ni taifa ambalo linalo uwajibikaji. Hivyo ni waombe sana wa Tanzania, tudai katiba mpya ambayo itakayoweza kuleta maendeleo ya kweli ndani ya taifa letu. Laitani kama kuna uwajibikaji ndani ya taifa letu. Yaliyotokea Oktoba 29 kamwe Nkatu asingeweza kutokea. Lakini haya yote inaonekana uwajibikaji hakuna katika taifa letu. Tumealani mauaji ya tarehe 29, BAWACHA tunaenda kuyalani. Ndugu zangu wa Tanzania, mnafahamu kuwa Tundu Antipas Lissu takriban wa mwaka mmoja sasa yupo gerezani. Na yupo gerezani si kwa sababu ya makosa, kwa sababu ya kuwazungumzia Watanzania kuhusiana na suala zima la rasilimali zao. Sasa ili haki iweze kutendeka, ndugu zangu wa Tanzania, tusimame imara kudai katiba mpya, katiba ambayo itakayoweza kutoa viongozi wa wajibikaji ndani ya taifa letu. Lakini katiba ambayo itakayoweza kuwapa fursa wa Tanzania wa kuweza kumiliki mali zao. Licha ya rasilimali asili tulizokuwa nazo katika taifa letu, mnajua ndugu zangu Wanampanda, lakini bado maskini sana Tanzania. Hivyo ni waombe sana, suluhisho ya matatizo haya ni kutokana na katiba mbovu ambayo tuliokuwa nayo katika Tanzania. Hivyo ni waombe sana kutoka hivi sasa, tusimame imara kudai katiba mpya, katiba ambayo itakayoweza kuondoa changamoto zote ambazo zinazotukabili ndani ya taifa hili. Lakini la mwisho, ndugu zangu wa Tanzania na Wanampanda, haki haiombwi, haki hutafutwa. Tundu Antipas Lissu amewekwa ndani kwa sababu ya Watanzania. Naomba tusimame imara kuendelea kumwombea ili kusudi aachiwe. Lakini kama kuna njia nyingine mbadala wa Tanzania, tunaomba sana sapoti yenu ili kusudi haki ipate kupatikana kwa mwenyekiti wetu na aweze kuwa huru bila ya pingamizi ya aina yoyote. Mpanda safi! People free! Tundu Lissu free! Katiba mpya! Baada ya kusema hayo, naomba sasa nimkaribishe makamu mwenyekiti Zanzibar ili kusudi naye aweze kuzungumza nanyi Wanampanda. Baada ya hapo atamkaribisha John Wegesa Heche kwa ajili ya kuja kuzungumza na Watanzania. Asanteni sana, Mungu awabariki sana.